Enyi watu wa biashara, yatamkeni maneno haya, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, mpate kufaulu. Salamu alaykum jamaa zangu. Enyi watu wa biashara, yatamkeni maneno haya, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, mpate kufaulu. Salamu alaykum jamaa zangu. Enyi watu wa biashara, yatamkeni maneno haya, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ule muda wa ibada wa swala ya alasiri ndio huu unakaribia. Tujiandae, twendeni tukaswali, tukamwabudu Mola wetu aliotuumba. Na kama Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wetu wa Sambawi TV. Hakika kila penye heri hukosi kuziona nyuso za heri kama tulivyokuwa sisi hapa, kama mimi Heri Mpinga Shari pamoja na mzee wangu ambaye leo nimeamua kumtembelea baada ya kuona zile harakati zake za kupambania dini, zile harakati zake za kuwapambania watu ili mradi watoke upande ule kuja upande huu, waje wamswalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia wasikose ibada. Mengi zaidi atatujuza mzee wetu. Mzee, asalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala. Habari ya mchana huu? Alhamdulillah. Ungetujuza jina lako kwa faida ya watazamaji? Jina langu mimi naitwa Muhammad Yusuf Likoko. Muhammad Yusuf Likoko, almaarufu sana maeneo ya Kariakoo, kwa maana ya kuwakumbusha watu mbalimbali hasa wafanya biashara kwa ajili ya kwenda kufanya ibada. Tunataka tujue kwanza, umeanza hizi harakati mwaka gani? Au harakati zako zina miaka mingapi? Na harakati yangu mimi na miaka 10. Miaka 10? Yaani tangu uanze mwaka wa 10? Mwaka wa 10. Kama sikosei 2015. 2015. Sawa. Kilichokusukuma hasa mpaka ukaona niache mambo yote niwakumbushe watu kwenda kufanya ibada? Kwanza kutokana na ili eneo lenyewe la Kariakoo lilivyo, ile jiografia yake. Hapa katikati hakuna msikiti. Misikiti yote iko pembezoni. Iko kama unavyoona Idrisa hapa, kama unavyoona Makonde kule, kama unavyoona ile Kibla Taimi, Teulo Manyema. Kwa hiyo hapa katikati hakuna. Kwa hiyo watu wanakuwa katika wamejisahau sana. Kwa hiyo ili katika kufikiria kwangu nikawa nafikiria sana watu hawa watapata, yani wengine masikio yao mazito hawasikia adhana. Adhana haifiki. Ndio nilichojua mimi kwamba adhana haifiki. Hawa watu watajua nini? Wataelewa vipi kwamba kuna ibada ya mchana? Kwa hiyo mimi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu mwenyewe basi nikaamua nifanye kazi. Kwanza nikaanza na mdomo mtupu. Ulianza na mdomo? Mdomo mtupu, lakini baadaye watu walivyoniona wakaamua kuninunulia spika. Nikanunuliwa spika ndio natembea nayo. Kwa vipenzi vya Allah vikanunulia baada ya kuona umeanza na mdomo. Kwa hiyo nikawa naendelea hivyo hivyo mpaka hivi leo unavyoona. Mpaka hivi leo unavyoona hapa. Na mimi naingia kunako saa 5:30, yani mwanzo wa mchana. Ndio. Naingia kipindi cha mwanzo wa mchana, naingia mpaka saa 7 kasorobo au kasoro dakika 10 ndio natoka na kuja msikitini. Napumzika saa 9 kasorobo. Mimi natoka tena naingia tena barabarani na kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo majibu yake tupate kwamba msukumo wa hichi unachokifanya ni kwamba ulikuwa unaumia baada ya kuona katikati hakuna msikiti na wafanyabiashara hapo wengi sana maeneo ya katikati. Ilikuwa inanumiza sana. Yaani kila nikiangalia watu wako busy, watu hawaelewi, watu katika mambo ya maisha tu. Ili lilikuwa linanumiza sana. Mwenyezi Mungu akanipa ibra ya kufanya mambo haya. Sio mimi mwenyewe, Mwenyezi Mungu tu, lakini lilikuwa linanumiza sana kwa sababu mimi ni mtu wa siku nyingi hapo. Hilo ndio mtu wa muda mrefu sana. Sana yani. Lakini sasa tangu umenunuliwa speaker tu na waja wa kheri ambao wamejitokeza, wameona unawakumbusha watu kwenda masjid, kwenda kuswali, kwenda kupata ibada kwa mdomo, wakakununulia speaker. Baada ya hapo sasa kuna mja wa kheri yote aliyojitokeza labda akulipe kwa maana hichi unachokifanya, hebu
chukua hichi unachokifanya labda nafanya na kulipa kwa wiki, kwa mwezi, au hamna mja wa heri yote walitokeza kutoa sadaka yako? Mimi waja wa heri yani nawashukuru waja wa heri ni hawa wadogo wadogo unavyoona. Amekupa 100, amekupa 200, amekupa 300. Atoa yeye mwenyewe bila wewe. Yeye mwenyewe. Hapo wengine nawaambia jamani, toeni sadaka, ni ibada. Hii sadaka ni ibada. Ninapowaambia hivyo wanatoa 500, 1000, anatoa mtu hivyo hivyo. Saa nyingine mtu anatoa 10,000 anatoa. Hawa wadogo wadogo unavyowaona hawa wanatoa. Wajasiriamali wadogo wadogo hao. Lakini sijamuona mtu mkubwa au mtu mwenye uwezo mkubwa akaniboost mimi, hakuna. Akaona hizi mzee harakati zangu hakuna. Wala hakuna mtu aliyeumia kama kila siku kama mtu mkubwa akaumia akafanya jambo hilo. Hakuna. Hawa wadogo wadogo unaona wanapita umoja. Kwa hiyo hawa mimi ndio wananiboost mimi. Lakini matamanio yako makubwa, kwa sababu umesema katikati mpaka leo hii katikati majumba yanabomolewa na jengwa mengine, yanabomolewa na jengwa mapya, kwa maana yanabadilishwa mfumo wake uliokuwepo. Unatamani zaidi kuwepo msikiti pale katikati, kwa maana mitaa ile katikati ya wafanyabiashara, hasa kama unavyoona mtaa Kongo na mitaa mingine? Kama angekuwepo mtu ana uwezo wa kununua nyumba yoyote pale akaweka msikiti, atakuwa amefanya vizuri sana, lakini eneo lile lote msikiti hakuna. Kwa hiyo watu lazima uwakumbushe kutokana na hali hiyo. Ndio tunakumbushana hivyo. Kwa hiyo mimi kukumbusha kwangu ndio hiyo, natumia hiyo spika ndogo ndio natembea nayo. Sawa. Unawaambiaje basi baadhi ya labda wajaheri, wadhamini, watu ambao wanadhamini mambo makubwa, hasa tunaona wadhamini wanajitokeza kudhamini mambo mazito, mwingine wanamdhamini mpaka mtu kwenda hija. Unaona kwamba nenda wewe, mimi utaniombea dua, utanitilia nia huko. Unawaambiaje kuhusiana na hizi harakati zako? Mimi kuambia, kwa sababu wao wenyewe wanaona. Sasa kuambia fanyeni hivi itakuwa kama vile nawalazimisha. Na hii ni ibada. Na ibada haitakiwi umlazimishe mtu, umeelewa vizuri? Sasa mimi wao wenyewe wanaona, kama wanaona basi wenyewe ndio wenye maamuzi kwa yale ninayoyafanya. Kwa yale unayofanya. Lakini kila kitu mzee wangu umesema una miaka zaidi ya 8, kwa maana miaka 10 sasa hivi. Umeanza hizi harakati zako mwaka 2015. Changamoto lazima zipatikane kwenye hizi harakati zako. Labda mwingine anaweza akakwambia neno ambalo linalokera, lakini ukasema kwa ajili ya Allah mimi naendeleza harakati zangu. Changamoto zipi ambazo changamoto nakutana nazo sana, lakini mimi nimeshikilia msimamo wangu wa kazi hii. Changamoto mimi naipata mpaka kwa Waislamu hawa. Mpaka kwa Waislamu wenzetu. Waislamu wenyewe hawa wananiuliza, wewe ibada hii umeipata wapi? Toa ushahidi, toa maneno kibao. Mpaka kuwakumbusha watu imekuwa bid'a. Naambiwa na bid'a, naambiwa toa ushahidi. Yaani kumkumbusha mtu kwenda kuswali ni bid'a. Wananiambia hivyo. Waislamu hawa. Waislamu kumbe wanamrudisha nyuma Muislamu zao. Haya napata vile vile kwa Wakristo hawa. Bahati nzuri nakutana nao hao Wakristo, nakutana nao na majibu mazuri tu. Na wenyewe wanafurahi, wanajua kwamba huyu anafanya nao, wanasifia kwamba kweli unafanya jambo la kweli. Hawa Wakristo. Kwa hiyo changamoto nakutana nao watu ambao wamevurugwa na akili. Wengine wananisukuma, wengine mpaka kuna wakati nilisukuma nilishadondoka mpaka ile speaker ikapasulikia kwa mbali. Nimekutana nayo, lakini changamoto lakini najua Mungu ananiona. Ndio. Wewe uangalie jicho la binadamu. Nimekaa katika ibada. Sina lingine. Nimekaa katika ibada au na lingine, sawa. Hiyo ni changamoto hasi, manake chanya. Sasa twende kwenye chanya. Unaona, kwa maana hichi, kwa sababu kutokana na hizi harakati zangu za miaka 10 nimefanya hivi, basi kuna hiki ambacho nimekipata au natarajia kukipata, au najua kabisa kwamba Mungu anakiona hiki ndani ya moyo wako. Unasema sintoacha hii ibada ya kuwakumbusha watu kwa sababu ya hiki, labda kwa sababu hivi. Mimi hii ibada niliyoianza nimeanza kufanya kwa kutizama na kwa ajili ya Mungu tu, sio lolote. Kwa hiyo siachi ibada hii mimi mpaka kama Mwenyezi Mungu naomba Mwenyezi Mungu mpaka anifishe katika kazi hii. Sina lingine zaidi ya hilo. Sina kazi nyingine. Mungu analoliomba ni hilo. Hilo tu naliomba katika ibada hii. Anifishe katika ibada hii. Naipenda sana. Unaipenda sana ibada hii? Naipenda sana. Kuna ibada katika hali ya kibinadamu ulishawahi kuikosa na ukasema leo nimekosa kuwakumbusha Waislamu karia? Yaani kama nimeipata udhuru, najisikitika sana. Nasikitika sana kama nimepata udhuru. Saa nyingine vipasa sauti vyangu hivyo wanaviweka madukani. Naweza pengine mwenye duka akaja kufungua.
lakini ninapokuja kwa kusema kweli mimi nasikitika sana. Nasikitika sana hili. Kwa hiyo ndio hilo ninachokifanya. Inaniuma sana. Lakini kwa upande wa familia yako, kwa sababu tunajua inawezekana wewe baba, babu, mume na kadhalika, familia yako wanajua hizi harakati unazofanya? Wanajua, watu wanawaambia. Wao wenyewe hawajapata kuniona, lakini watu wanawaambia jinsi mimi shughuli ninayofanya. Watu wanajua. Wao wanajua. Watoto wangu wanajua. Watu wote wanajua. Sawa, lakini ulishawahi kupata fununu kuwa baraza letu, Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA, kwa maana ya baraza kuu letu sisi la Waislamu wasimamizi wa taasisi, lakini pia ndo kuna mufti wetu wa Tanzania Samahatul Mufti Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali wa Mbwana. Ushawahi kusikia labda au una kitu gani cha kuwaambia kwamba kuhusiana na hizi harakati zako unazozifanya kama baraza kuu ambalo linasimamia Waislamu? Mimi bwana mufti, kwa kusema kweli huwa namtetea sana. Mimi nakutana na watu kuhusu kama haya masuala ya mwezi. Saa nyingine wananiuliza watu, wewe leo umefunga? Ndio. Kama mimi siwezi kufunga. Utafungaje wakati sisi tuna kiongozi? Ndio. Sisi hapa tunajisikia kiongozi akitangaza. Kiongozi kanambia nifunge kesho. Wewe unaniambia mimi leo nifunge leo. Haya sio yangu mimi, haya ya kiongozi. Ndio. Kama dhima atabeba yeye. Kwa hiyo mimi naondoka pale. Kwa hiyo mimi siwezi kutafuta aya wala sitaki kutafuta hadithi. Namwambia hivyo. Tena namtetea sana. Mnaelewa vizuri? Kwa hiyo kuhusu swala la baraza bwana, mimi sijui kama wao wananijua au namna gani, yaani sielewi. Lakini wewe harakati zako unafanya kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya kuwaongoa watu. Ni hilo tu. Sio lingine. Basi mzee wangu nikushukuru sana kwa ushirikiano wako, tumeuzungumza mambo mengi sana. Nashukuru sana mzee. Sawa. Na uendelee na hizo harakati. Naam. Lakini hauna mtu yote unayemuona kuwa huyu anafuata nyayo zangu, aidha kwenye familia, watoto, au labda hapa Kariakoo, mtu ambaye unaona kabisa kama nikitoka mimi nikiacha hizi harakati, kuna mtu unamuona kabisa anafanya harakati zako, anakufuata nyayo zako, au unaona wote wanakuona kama ule muda ambao unawatangazia ni muda ambao wengine wanaendelea na biashara zao? Mimi watoto ninao wawili. Hao inawezekana na wote wa kiume. Watoto wa kiume hao. Watoto ninao 11. Watoto 11. Mashaallah nao. Lakini watoto ambao wanaonifuata mimi nyayo zangu ni watoto wawili. Umeelewa vile? Hao inawezekana baadaye kama Mwenyezi Mungu atawapa umri wanaweza wakayafanya haya. Umeelewa vizuri? Na katika barabarani humu nawaona watu wengine wanafanya, wengine hivi nawaona. Nawaona. Basi mzee wangu nikushukuru sana. Nisikuchoshe mzee wangu sababu mida nayo inasogea wasili, nadhani nataka uendelee na harakati. Inshallah. Shukrani sana. Asante. Sawa. Naam, nilikuwa na shekhe wangu, mzee Mohamed Yusuf Likoko, ambaye kazi yake kubwa zaidi ya miaka 10 yeye ni kuamrisha au kuwaambia au kuwakumbusha wafanyabiashara wa maeneo ya Kariakoo kwenda kupata ibada, na sisi ndo tumemkuta katika harakati hizo. Tumeona tuzungumze naye kutokana na harakati zake hizi za kuwakumbusha wafanyabiashara wa maeneo ya Kariakoo, ambapo ametoa dukuduku lake kubwa sana. Natamani maeneo ya Kariakoo, maeneo katikati, kuwepo na msikiti mkubwa ambapo wafanyabiashara wasipate shida ya kwenda kupata ibada maeneo ya pembeni huko. Mimi naitwa Kheri Mpingashari, hii ni Sambawi TV. Asante, lakini pia usisahau kuwa hicho ambacho ulichokuwa nacho si cha kwako. Cha kwako ni kile ambacho unachokitoa, kwa maana ya sadaka. Sadaka ukitoa ile ndio ya kwako, kwa maana utaikuta huko akhera ambapo tunapokwenda. Ndicho ambacho anachokifanya Sheikh Likoko hapa. Hichi anachokitoa kwa maana ya kuambia watu wakaswali, ndicho cha kwake, atakikuta huko Allah amemwandalia. Asante na endelea kutazama Sambawi TV.